Maombi ya saa 11 na saa 12 asubuhi. Kumekucha. Unapoona mwanga tu na kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Kabla hujaitoa sauti yako kwa mtu mwingine, anza kumpatia Mungu sauti yako kama sadaka. Mwambie Mungu asante kwa asubuhi ya leo. Umeniamsha salama, umenilinda, umenipigania. Sio kwa nguvu zangu, akili zangu wala ujanja wangu. Ni neema yako Bwana tu imekuwa pamoja nami. Asante kwa mapambazuko ya siku ya leo. Nimeuona mwanga wa siku mpya. Kama vile ulivyoona mwanga wa siku mpya, ndivyo siku yako inaenda kuwa mpya siku ya leo. Ndivyo mwanga unaenda kutokea kwenye maisha yako. Kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22 na 23. Ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wake ni mkuu. Mungu wetu ni mkuu. Mungu wetu ana upya kila itwapo leo. Ametupa siku nyingine. Siku ya leo ina baraka yako. Siku ya leo ina majibu yako. Siku ya leo ina mambo makubwa na mazuri kwenye maisha yako. Uende kuna mambo yalishindikana jana. Hayakuwezekana kabisa. Ulipambana, ulipiganisha, lakini hayakupata majibu. Nalo neno la matumaini kwako ya kwamba siku mpya tena Bwana ameifanya. Siku ya leo itaenda kuwa na shangwe na furaha kwako. Nasimama kama nabii nikitabiri juu ya siku yako ya leo. Ikawe ni siku nzuri iliyojaa baraka tele na mambo makuu ya kimungu yakadhihirike kwako. Imeandikwa kwenye Zaburi sura ya 5 mstari wa 3. Anasema, Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu. Asubuhi nitakupangia na nitakupatia maombi na dua yangu. Naomba Bwana utazame. Tunao siku mpya ambayo Bwana ameifanya. Katika kitabu cha Zaburi ya 118 mstari wa 24. Hii ndio siku aliyoifanya Bwana. Anasema tushangilie na tufurahie. Tunao siku aliyoifanya Bwana. Natangaza furaha kwenye maisha yako. Siku ya leo ikawa ni siku ya furaha yako. Siku ya leo ikawa ni siku ya kicheko chako. Mungu akupe kicheko. Mungu akufanyie jambo. Kila atakayesikia masikio yake kawashe. Mungu akufanyie jambo siku ya leo. Naongea na mtu mmoja ambaye una imani. Pokea muujiza wa siku ya leo. Sijui itakuwaje, lakini najua Bwana anaenda kusaidia. Najua Bwana anaenda kukutendea wepesi. Kuna vitu vinaenda kutokea siku ya leo kwako. Kuna mambo makubwa yanaenda kutokea siku ya leo kwako. Kwa kuwa umeanza na Bwana na kumpa nafasi na kuombea Bwana akakusurprise. Bwana akakushangaze. Wale malaika wanahusika na kufanya promotion. Wale malaika wanahusika na kutuinua. Wale malaika wanahusika na kutubariki. Wakakujilie. Na waita watu muhimu kwenye maisha yako. Na waita watu waliobeba baraka zako wakujilie. Haijalishi wako wapi, na waita kutoka pande zote zile wakujilie. Siku ya leo tunakataa taarifa mbaya. Ingia kwenye maombi pamoja nami. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa mapambazuko ya leo. Asante kwa kutupa neema ya maombi. Tumekuja mbele zako kushukuru. Asante, umetulinda tangu usiku hata asubuhi ya sasa. Mapambazuko mapya. Tumeona Bwana neema yako ikiwa pamoja nasi. Tunaifungua siku ya leo kama mwanga unavyojitokeza. Huu mwanga unapotokea ni viashiria na kiashiria kwamba siku yetu inaenda kuwa ya baraka. Nami namwombea mtu huyu ambaye anaungana nami kwenye maombi, ambaye ameamua Mungu kukupa nafasi, ameamua Mungu kutangulia. Mungu ukamuinue, ukambariki, ukamfanya kaweze kupokea matunda na mambo makubwa ambayo alitamani ayaone. Haja moyo wake Mungu kamsikie. Nami navunja kila nguvu za giza za siku, nazipiga toka kwa jina la Yesu. Toeka kila uzito wa siku. Toeka kila uzito wa siku. Toeka kwa jina la Yesu kila uzito wa siku. Na ukemea na kuharibu kwa jina la Yesu. Na ifungua siku yako ya leo ikawa ni siku nzuri. Malaika wa Bwana wakakusaidie. Malaika wa Bwana wakuongoze. Hatua zako zikaongozwe na Bwana. Kila utakapotembea, utakapopiga hatua, usiende mwenyewe. Bwana kaende pamoja nawe. Hatua zako zikaongozwe na Bwana. Mungu akakuletea watu waliobeba baraka zako. Mungu akakuletea watu wabeba riziki kwenye maisha yako. Watu watakao kuletea neno la baraka. Watu watakao kuletea fedha na uchumi. Milango ya fedha ikafunguke kwako. Taarifa njema zikaje kwako. Nazuia kila taarifa mbaya. Mungu akakutanisha na watu sahihi. Ukakubalike kila unapoenda. Ukakubalike kila unakoenda kufanya chochote. Mungu akakupe neema kukubarika. Ukakubarike kwa jina la Yesu. Ukakubarike kwa jina la Yesu. Pokea neema kukubarika kila mahali. Pokea neema kukubarika kila mahali. Pokea neema kukubarika kila mahali. Mungu akuletee baraka zako. Mungu akuletee watu muhimu kwenye maisha yako. Nazifungua ramani zako. Nafungua baraka zako ziwe kwako kwa jina la Yesu. Pokea neema asubuhi ya leo. Pokea neema asubuhi ya leo. Pokea neema asubuhi ya leo. Kama vile ulivyoamka vema, ndivyo baraka njema zinakujilia. Unaenda kazini, unaenda shuleni, unaenda kwenye biashara,
biashara, unaenda kwenye interview, unayesafiri kwenda mahali popote, ambaye bado uko nyumbani unafanya shughuli za kila siku, Mungu awe pamoja nawe katika jina la Yesu. Una watu wako muhimu, Mungu akawasaidie, Mungu akawatetee, tunawaombea, Mungu akawatangulie. Tunazuia ajali, tunazuia mipango mibaya, taarifa mbaya tunakemea, tunavuruga na kupindua kwa jina la Yesu. Kila mpango wa giza, kila kizuizi kilichosimama mbele kishindwe kwa jina la Yesu. Tunakiondoa kizuizi hicho. Toka we kizuizi, toka we kizuizi. Achia asubuhi ya leo, achia mapambazuko ya leo, achia siku ya leo katika jina la Yesu. Kesha la asubuhi likafunguke kwako, kesha la asubuhi likafunguke kwako. Neema ya Bwana ikawe pamoja nawe na kuombea. Mungu akutangulie. Pokea amani ya siku ya leo, pokea wepesi wa siku ya leo. Kama ulivyojikabidhi mbele za Bwana, ulinzi wa Mungu uwe pamoja nawe. Malaika wa Bwana wakulinde, wakutunze, uwe salama kila utakapoingia na kutoka, uwe salama kwa jina la Yesu. Nguvu za giza na wachawi wasikupate, wasikuguse katika jina la Yesu Kristo aliye hai, maana unalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, na damu ya Yesu iko pamoja nawe katika jina la Yesu. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ambaye nimeomba pamoja nawe. Naamini maombi haya yamekuwa tiba na dawa kwako. Endelea kuinua imani yako na kuamini kwamba mkono wa Bwana uko pamoja nawe. Ongera kwa kuona mapambazuko ya leo na asubuhi yako imebarikiwa. Unasikia kuendelea kupokea vipindi vya kiroho. Karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Ingia WhatsApp, niambie mtumishi wa Mungu, nimesikia kubarikiwa. Lakini pia unaweza kaacha comment yako mahali hapo ili niendelee kukuombea zaidi. Lakini uko mtumishi mwingine unasema, mtumishi wa Mungu, nasikia kuhudumiwa. Huduma yako imeninyenyua, huduma yako imenipa faraja. Nimeona Mungu akinitendea mambo makubwa, nahitaji nisindikize na kufungua siku yangu kwa sadaka yangu ya hiari. Karibu kwa sadaka yako ya hiari, na sadaka haina kiwango, ni chochote. Mungu yuko pamoja nawe. Mungu akubariki, akutendee mema. Siku yako ikawe njema, umebarikiwa. Uwe na wakati mzuri.